absolutely all the way on. All the way. He's got less than 3. Let's get louder. Let's hear him. Let's give him a round of applause. Thank you. Asante sana. Kwa majina naitwa Fatma Fernandez. Mimi ni mkurugenzi wa shule inayoitwa Monty International School. Kwa kweli tumefurahia sana gala hii ya East African Development Gala. Tulikuja na watoto 23 na ushiriki ulikuwa mzuri tu. Sisi ndo shule ambayo ya kwanza tumekuja development, tunaleta watoto wadogo sana. Mtoto wetu ana miaka 3 wa kwanza ndo alikuwa amefanya back na freestyle kickboard na ilikuwa ni nzuri. Tunaona vipaji ya kuogelea inakuwa na tungependa kuwapongeza Prime Sport kwa kazi nzuri ambayo wameifanya. Sio kazi ndogo, ni kazi kubwa kweli, na kiukweli tungependa pia kuipongeza serikali ya Mama Samia Suluhu. Amefanya kazi kubwa kupongeza ama kutupa juhudi sisi wafanyabiashara kuingia kwenye sekta hii ya sports. Na sisi kama Monty International School ndo tumejenga sasa hivi bwawa kubwa ya kuogelea ambayo ina underwater cameras, ndo ni ya kwanza East and West Africa. Na tumefanya hivi ili kuongeza juhudi ya serikali na kuongeza juhudi ya kuogelea hapa Tanzania ili tuweze kupata development gala nyingi zaidi. Wito wangu kwa wazazi na kwa washiriki kwa ujumla, tuchukulie kuogelea kama life skill. Kuogelea sio tu riadha, lakini ni important life skill kwa watoto. Watoto wengi chini ya umri ya miaka 0 hadi 4 wengi wanapata drowning cases, hata ambao hawajui kuogelea. So wakijifundisha kuogelea, hiyo ni kitu kikubwa sana na itawasaidia wao na itatusaidia pia sisi. Tutapunguza kifo nyingi. Naitwa Amina Mfaume, ni mkurugenzi wa ufundi katika chama cha kuogelea Tanzania. Kwanza kabisa niwapongeze Prime Sports Agents, kwa kweli wameonyesha hadhi kubwa sana kwa kuandaa mashindano haya na wamefikisha vile viwango ambavyo kwa kweli hata World Aquatic wanataka, especially unapokuwa na mashindano ya watoto ambapo unatakiwa uweke na michezo mbalimbali ya watoto. Lakini ukiachia michezo, kwa upande wa ufundi wachezaji ni wengi na wamefanya vizuri sana, wako karibu 600. Na niseme kwamba ni moja ambayo imevunja rekodi ya mashindano yote yanayoandaliwa Tanzania. Na ukiangalia kwa upande wa watoto wengi wanaonyesha vipaji mbalimbali, kitu ambacho sasa hivi ni coaches kwanza kuwarekebisha katika strokes zao, ndio kitu kikubwa ambacho nimekiona kama mkurugenzi wa ufundi, na vitu vidogo kama start and turns zile, lakini vile waweze kufocus zaidi, kwa sababu watoto hawa ni wadogo. Ningeshauri coaches wa focus zaidi katika techniques na sio speed or endurance. Kwa upande wa waliotoka nje, kwa kweli wamefanya vizuri sana. Niwapongeze Uganda, Aki wamejitahidi sana, lakini vile hata Tanzania wamefanya vizuri sana, na niwapongeze watoto wote ambao wameshiriki na waliopata medali pia. Mchezo wa kuogelea ni mchezo mpya, lakini kama mlivyoona nyie, kwa sababu hizi mbili unakuja kwa kasi sana. Changamoto kama mlivyosema ni miundombinu, kwa sababu michezo mingine yote kama nilivyowaambia inachezewa nchi kavu, lakini mchezo wa kuogelea unachezewa kwenye maji. Kwa sababu unachezewa kwenye maji, lazima kuwe na miundombinu ya maji, mabwawa ya kuogelea ambayo ni gharama kwa watu binafsi kuyamiliki sana. Kwa hiyo tungeomba sana serikali yetu sikivu, na naamini hili litatekelezeka, maana serikali yetu inapenda sana na ina hamasa kwenye michezo. Watutengenezee mabwawa ya kuogelea yale ya size ya Olimpiki. Mabwawa ya size ya Olimpiki ni mabwawa yenye mita 50. Sisi Tanzania nzima hatuna bwawa lenye mita 50. Sasa hii inafanya waogeleaji wetu ambao wana train kwenye mabwawa ya mita 25, akifika kwenye mashindano makubwa hata ya Afrika tu, sio tu ya dunia, hata tu ya Afrika, ambako anakuta bwawa lina ukubwa wa mita 50, ile tu kwanza inamuogopesha, kwa sababu anaangalia mbele kule haoni mwisho. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie, wadau wa kuogelea, tuwe na mabwawa ya kuogelea ya mita 50
hata tukiwa nalo moja, tukiwa nayo mawili itakuwa nzuri zaidi. Wenzetu nchi za jirani wanayo, ndio maana tukienda kidogo wanakuwa tunapata kachangamoto kale ka ugeni kwamba bwana ili bwawa ni mbona kubwa sana mpaka unalishangaa. Kwa hiyo tungependa sana serikali yetu sikivu, na naamini inasikia wizara husika. Kaka yangu Makonda nadhani ili analisikia vizuri, na alitupa changamoto ya kwamba kwa nini sisi waogelea Tanzania haoni kuna waogeleaji wanaotuwakilisha kwenye dunia. Kwa naamini hili atalifanyia kazi kupitia wizara yake kwamba Tanzania kuwe na mabwawa ya mita 50. Lakini imedokezewa leo kwamba kumbe tayari yameshaanza. Kuna lingine nimelisikia limeanza huko chuo cha michezo Malia huko. Nimesikia tena lingine linakuja na kama matatu nimesikia. Kwa hiyo nadhani sasa yatatekelezwa kwa uharaka ili sasa Tanzania tuwe na waogeleaji watakao kwenda kwenye viwango vya Olimpiki. Asante. Tathmini ya mashindano haya kumekuwa na great impact. Tumeona vipaji vingi vya kuchipukia, na kilichotufurahisha zaidi ni kwamba katika waogeleaji 649 waliokuja hapa leo, zaidi ya 50% waogeleaji 400 plus ni waogeleaji ambao ni kwa mara ya kwanza wamekuja kushindana kwenye mashindano rasmi. Kwa hiyo inatupa matumaini kwamba katika mashindano haya tumepata vijana wa Tanzania wapya 400 wameingia kwenye mchezo wa kuogelea. Kwa hiyo katika ile pool yetu ya waogeleaji tumeongeza idadi, na kama nilivyosema, lengo letu kubwa ni kuongeza ushindani wa ndani, na matarajio yetu ni kuona ushindani wa ndani unaongezeka ili tufanye magala mengi yatakayochukua zaidi ya waogeleaji 600, 700 mpaka 1000. Target yetu ni waogeleaji 2000 na zaidi. Ingawa ili kufikia target hiyo tuko limited na facility, na ndio maana tunaendelea kuzungumza na serikali waweze kutujengea facilities ambazo zinaweza zikachukua waogeleaji wengi na watazamaji pia. Hello, my name is Aika Zoe Masawe and I just competed in East Africa Gala in FK, and my viewings about this gala is that it was nice, but in some of my events I felt nervous. But overall the gala was nice and I can't wait for the next gala. I'd like to call upon our main chairman, Mr. Garrigay,